Leo tutajifunza kuhusiana na jinsi ya kujikinga na saratani ya koo. Saratani, tunapokuwa tunazungumza saratani, maana yake ni seli ambazo tuseme zimechanganyikiwa au zimekuwa na ukichaa fulani. Yaani kwa kawaida seli zetu za mwili huwa zinakuwa zinazaliwa alafu zinakufa. Yaani toka umezaliwa kuna seli zinazaliwa, zingine zinakufa. Zingine ambazo zinakuwa na tabia mbaya, mwili na namna yake ya kuziua ili zisilete shida. Zingine ambazo zimekuwa labda zina wadudu, zimeingiwa labda virus, mwili na tabia ya kuziharibu ili zisilete madhara kwenye mwili. Na hizi seli zote za mwili zipo nyingi sana, zinakuwa zinaitikia kwenye taarifa ambazo mwili unakuwa na command kwamba labda wewe seli ya damu utaishi siku 120, baada ya siku 120 utakufa. Au wewe seli wa ini utaishi siku kadhaa, baada hizo siku utakiwa ufe. Wakati zinakufa, zingine pia zinazaliwa ili kurejesha zile ambazo zilikuwa zimekufa. Sasa kinachotokea kwa hizi seli za saratani ni kama vile zinakuwa zimechanganyikiwa, yani zinakuwa zina utundu fulani, hazisikilizi zile taarifa za mwili. Kwa hiyo zinajitengenezea ka utawala kake, na hivyo zinakuwa hazifi. Kwa hiyo zinakuwa mahali fulani hivi zimejitengenezea ka kikundi, ni kama kikundi cha waasi ambao hawa waasi hawafi. Yaani haitakiwa seli labda aishi kwa miaka 120, kwa siku 120, yeye hafi. Ikifika 120 hafi, kwa sababu zile signals kutoka kwenye mwili anakuwa haziwezi kuzisikia, amejitengenezea ka kinga fulani. Kwa hiyo hawa seli wanazidi kuongezeka, wanatumia oksijeni kwa wingi, wanatumia glucose kwa wingi, wanatumia ketones, wanatumia madini, wanatumia virutubisho. Yaani kile unachokula, hizi seli zinakuwa zina uwezo wa kuchukua kwa wingi zaidi kuliko seli za mwili wa kawaida, na hivyo zinazaliana kwa kasi sana. Na hivyo kuzaliana kwa kasi, kwa sababu zimetengeneza ka kikundi, zinaweza zikatengeneza sasa uvimbe. Kwa hiyo unavyoona una uvimbe, aidha ni saratani au sio saratani, maana yake ni kikundi fulani ka seli kamejitengenezea ka utaratibu kake ka kuishi, hazitaki kuishi kulingana na utaratibu wa mwili, na zinatengeneza hicho kitu tunakiita saratani. Sasa leo tutazungumza tu kwenye sehemu moja. Hii saratani inaweza kutokea sehemu yoyote, inaweza kutokea kwenye koo, kwenye tumbo, kwenye miguu, kwenye macho, kwenye ubongo, popote pale saratani inaweza kutokea. Leo nataka tudiscuss tu kwenye koo. Na saratani ya koo, tafiti zinaonyesha kwamba inachangia karibu 3% ya saratani zote duniani. Na ni saratani ambayo inaua kwa haraka. Inaua kwa haraka kwa sababu ya madhara yake. Kumbuka, ukipata saratani ya koo, maana yake uvimbe upo kwenye koo. Na hili koo ndio sehemu ambapo chakula kinapita, ndipo sehemu ambapo unakunywa maji. Kwa hiyo kuna uvimbe, maana yake utaanza kushindwa kunywa maji, utashindwa kula, na wakati mwingine unaweza ukashindwa kupumua kwa sababu ya saratani. Kwa hiyo hata kama unataka kufanya matibabu, unaona inavyokuwa ni ngumu, hata dawa utakunywaje? Hata kama ni chakula labda tibalishe utakulaje? Inakuwa kidogo ni changamoto. Kwa hiyo ndio maana ile mortality yake ni kubwa sana. Ukipata saratani ya koo inakuwa ni changamoto sana kuweza kuitibu. Sasa ndio maana tunajifunza leo jinsi ya kujikinga ili tusije tukafika huko kwenye saratani ya koo. Kabla sijawaambia jinsi ya kujikinga, dalili zake ni pamoja na sauti kubadilika. Na hizi dalili zinatokea saratani kishakuwa tayari imeshafika stage fulani hivi. Mara nyingi saratani nyingi hazina dalili zile za kwamba za awali. Zinatokea tu, yani unapokuja kuigundua inaweza labda ni stage 2, stage 3, inakuwa tayari imeshafika sehemu mbaya. Na dalili zake ni kama hivyo: sauti inabadilika, inakuwa inakwaruza, na unaweza ukaanza kupungua uzito wa ghafla bila sababu yoyote ya msingi. Haujafanya diet wala hujaugua kitu chochote, uzito unapungua ghafla. Na kingine unaweza ukapata sasa, unaweza ukahisi kama kuna chakula kinakwama. Ndio maana jana nikasema moja ya dalili ya acid reflux ni kuhisi kama kuna kitu fulani kameng'ang'ania hapa. Ukitaka kumeza kanapishana na chakula au maji. Lakini wakati mwingine pia
saratani ya koo pia inaweza kuwa na dalili kama zinafanana fulani hivi, kwamba ukila chakula kinakwama. Labda umekula tonge linang'ang'ania hapa, kwa sababu kunakuwa na kauvimbe kameanza kutokea, kanaziba ile njia ya koo. Na nyingine ikienda mbali zaidi, manake vitu ambavyo unaweza ukameza vinaanza kupungua ukubwa. Mwanzo ulikuwa unaweza kumeza tonge la ugali, baadaye tonge la ugali inakuwa ni changamoto, inabidi umege katonge kadogo kama kamtoto. Baadaye uji pia unakuwa na changamoto, hata maji wakati mwingine sana nafika mpaka mate yanakuwa pia hayawezi kupita kadri uvimbe ambao unazidi kuwa mkubwa. Na hivyo inaweza kaanza kupelekea maumivu ya koo, na hapo inakuwa hali imekuwa mbaya. Sasa jinsi gani tunajikinga? Cha kwanza, hakikisha kama una ugonjwa wa acid reflux, yani kama una ugonjwa wa acid reflux, hakikisha kwamba unautibu vizuri, na uzuri kwamba tumeshatanguliza haya masomo, unaweza ukarejea ukajifunza kama haukuyapata. Utibu vizuri, kwa sababu acid reflux ni mojawapo ya ugonjwa ambao unaongeza hatari ya kupata saratani ya koo. Kumbuka saratani mara nyingi huwa hazina chanzo cha moja kwa moja. Kunakuwa na vitu vingi tabia fulani ambazo kwa pamoja zikichanganyikana zinatengeneza hatari ya kupata ugonjwa. Kwa hiyo mojawapo ni hiyo acid reflux. Acid reflux, acid inapokuwa inarudi kwenye koo. Nisema acid kwenye koo sio sehemu yake. Kwa hiyo inapotoka tumboni inarudi kwenye koo, inaunguza zile seli ambazo zipo hasa mwanzoni. Yaani tumbo, chukua hii mic kama tumbo na koo. Hapa kwenye kidunguli tumbo, hii mlija wake koo. Kwa hiyo hapa katikati hizi seli ambazo zipo kuanzia kwenye tumbo linapoishia kuja kwenye koo la chini, sasa manake hapa ndio zinawahi kuathirika sana, kwa sababu asidi inavorudi inaziunguza. Kwa ile kuunguzwa mara kwa mara zinatengeneza chronic inflammation, ambayo inazilazimisha hizo seli zibadilike tabia ili ziweze kuendana na ile hali ya acid. Kwa hiyo katika kuendana na ile tabia, kwa sababu hazijaumbwa kuwa hivyo, zinaanza kubadilika, zinajitengenezea utaratibu wake na zinaweza zikawa saratani. Kwa hiyo tibu acid reflux ni muhimu sana. Tibu vizuri, usiwe unategemea tu dawa, yani tibu vizuri, uhakikishe kwamba unaiondosha kabisa. Kitu cha pili, epuka matumizi ya pombe. Matumizi ya pombe, tunashukuru kwamba mwongozo ya hivi karibuni natuambia kwamba hakuna safe limit ya kunywa pombe. Zamani walikuwa nasema kwamba kuna kiwango kifulani cha kunywa pombe ni salama kiafya. Hakuna cha safe limit ya kunywa pombe. Pombe ni pombe, hata glasi moja haifai, inakuongezea hatari ya kupata saratani ya koo. Kitu cha tatu au jambo la tunaweza kufanya kujikinga ni kuepuka vinywaji vya moto sana. Kuna watu ambao wanapenda kunywa vitu vya moto sana. Yaani ile chai ambayo wewe ukiweka tu hivi unasikia unaungua, yeye ndo amezoea na kunywa. Hasa watu ambao wanaishi kwenye maeneo yenye baridi. Watu wa Iringa, Mbeya wanapenda sana kufanya hivyo. Hiyo tabia ya kunywa vitu vya moto sana vinaweza vikalazimisha zile seli, ukifanya kwa muda mrefu unazibadilisha zile seli zao zikawa saratani. Lakini inaenda pamoja sana na zile wanaokunywa vitu vya baridi sana. Yaani mtu anachukua kitu kwenye friji kinatoa maji hivi, barafu. Ikiwa ni tabia hivyo ya mara kwa mara, inakuongezea hatari ya kupata saratani ya koo. Jambo la 4 ni nyeti kidogo. Kuna tabia chafu za kufanya tendo la ndoa kwa mdomo, au useme tendo la ndoa hii ni ngono chafu kwa kutumia mdomo, kwa wanaume na kwa wanawake. Sasa hivi imekuwa ni maarufu sana, na wengine ni wanandoa, wengine ni vijana. Hii tabia huenda imechangia kwa sehemu kubwa sana kuongeza trend ya hizi saratani za koo kwa sasa hivi, kwa sababu wadudu ambao wapo kwenye sehemu za siri ni tofauti na wadudu ambao wako mdomoni. Wale waliumbwa wakae sehemu za siri, wana kazi zao, na wengine wa mdomoni kwenye mfumo wa chakula waliumbwa wakae mdomoni. Unapokuwa unafanya uchafu kwa kutumia mdomo, unawahamisha wale wadudu na unaongeza hatari ya kupata maambukizi ya virusi na waita HPV, ambao wanaongeza hatari ya kupata saratani ya koo. Naongea hili nikiwa niko very serious, kwa sababu siku hizi imekuwa kama fashion, lakini vitu vinatuumiza sana, hasa vijana. Tuache hizi tabia. Jambo la 5 ni kuboresha chakula chetu, kuboresha diet. Kumbuka Mungu ametumba katika namna ambayo, yani kila mtu
hata tukipima wote sasa hivi, kila mmoja ana seli za saratani. Yaani kila mtu ana seli za saratani ambazo zipo tayari. Tunazita indolent cancer cells. Kila mtu anao. Kwa sababu kwa maseli ya trilioni 100 yanajigawanya kila wakati. Kuna mengine ambayo yanafanya makosa, yani katika kujigawanya kunakuwa na makosa fulani yanafanyika, kwa hiyo ile seli inakuwa sio ya kawaida. Lakini bado haitengenezi ugonjwa. Ugonjwa unakuja pale ambapo mwili wako umeshindwa kuicontrol ile hali. Kwa hiyo zile seli zimeachwa katika namna ambayo ni ya ovyo ovyo. Kwa hiyo unapokuwa unakula chakula ambacho hakikusaidii kutengeneza nidhamu ya seli za mwili, kwa maana ya kwamba chakula ambacho kina phytonutrients, kina virutubisho ambavyo vimetokana na mimea kwa wingi, nasisitiza virutubisho ambavyo vimetokana na mimea kwa wingi, ndivyo ambavyo vinaweza vikakusaidia kuzitrain hizi seli na kukukinga hizi seli zisije zikatengeneza saratani. Kwa hiyo hakikisha chakula chako kwa sehemu kubwa, angalau 80% na kwenda mbele, kimetokana na mimea katika uasili wake. Tumesisitiza sana hili jambo katika mikutano yetu. Na ukifanya hivyo, maana yake utasaidia kulinda zile DNA vinasaba vile, wakati vinajigawanya visitengeneze makosa na kutengeneza ugonjwa. Lakini pia unasaidia kupunguza inflammation au mioto, ambayo mioto ya mara kwa mara, kama ambavyo nimekuambia kwenye ile issue ya acid, mioto ya mara kwa mara ndio ambayo ni chanzo, kama tuseme chanzo mama cha saratani za aina nyingi. Kwa hiyo unapokuwa unakula vyakula vingi, kwa sehemu kubwa, asilimia kubwa imetokana na mimea, unakuwa unajipatia viondoa sumu, unajipatia virutubisho ambao vinasaidia kuzima mioto ili usitengeneze mazingira ya kutengeneza ugonjwa. Lakini jambo la sita ni kujenga utaratibu wa kutafuta msaada. Unapokuwa unahisi una dalili ambayo hauielewi, ni vizuri ukaenda ukapata msaada kwa mtu ambaye ni mtaalamu, akakuhakikishia kwamba hiyo ni shida kubwa au ni shida ya kawaida, ili usije ukasubiri mpaka stage za mwisho, kwa sababu changamoto kubwa ni kwamba ukigundua ugonjwa katika stage ya 3, stage ya 4, tayari inakuwa ni changamoto sana hata kwenye matibabu, hata gharama yake inakuwa ni kubwa sana. Jambo la 7, jitahidi kufanya mazoezi. Mazoezi yanatusaidia kujenga kinga, kuimarisha miili yetu na kusaidia hawa seli za saratani wasipate nafasi nzuri ya kutengeneza makao kwenye miili yetu. Jambo la 8 ni kuepuka vyakula ambavyo ni junks. Vyakula vimekaangwa, vyakula vya kwenye makopo, vyakula ambavyo vimesindikwa, tuvipunguze. Wakati fulani mara moja inaweza siwe mbaya, lakini ikiwa ndio utaratibu wako kila siku asubuhi, mchana na jioni, unajitengenezea mazingira mabaya kwenye mwili wako. Jambo la 8, jitahidi kulala masaa ya kutosha usiku. Najua kweli wakati fulani tunakuwa busy sana, majukumu ya kazi, familia, lakini ni vizuri tukatenga muda wa kuhakikisha kwamba tunalala masaa ya kutosha usiku kwa ajili ya afya zetu. Sababu mwisho wa siku unapambana, lakini unataka kuishi vizuri. Sasa kuishi vizuri bila afya nzuri, sijani kama jambo linawezekana. Kwa hiyo jaribu kubalance muda wako wa kazi, balance muda wako wa familia, balance muda wako wa kulala. Jipende, lala vizuri, kwa sababu tunapambana kweli. Unataka kuenjoy lini? Enjoy sasa hivi, pata muda wa kulala. Tenga muda wako, fanya kazi serious. Ikifika muda wa usiku, hakikisha kwamba unalala, unapumzika. Jambo la 9, epuka kabisa, yani hii sio kupunguza wala sio, yani jitahidi kuepuka kabisa nyama zilizosindikwa au nyama za kopo. Hapo mmenielewa jamani? Nyama zilizosindikwa au nyama za kopo. Hizi zingine mjadala unaweza kuwa ni mrefu tu tukadiscuss, jamani, tujaribu kupunguza. Lakini zilizosindikwa ama nyama za kopo ni swala la kuepuka. Shirika la Afya ya Dunia lina classify, linaiweka ile nyama ya kopo kama kihatarishi cha moja kwa moja cha saratani za aina mbalimbali, ikiwemo saratani ya koo. Kwa hiyo epuka kwa herufi kubwa nyama zilizosindikwa au nyama za kopo, yaani zisiwepo kabisa kwenye diet. Hata kama ni kwenye sherehe, hizi nyama za makopo, sausage ni nini, tafadhali sana ziweke pembeni. Sio lazima ule hivyo vitu ili uenjoy. Kuna vyakula vingi tunaweza ukala na ukaenjoy. Jambo la 10,
punguza uzito ama kitambi. Kumbuka tunazungumza hapa ni kuongeza uwezekano wa kutopata magonjwa. Kuna mambo mengi sana mengine yako nje ya uwezo wetu wa kuyatawala. Kwa mfano kama uchafuzi wa mazingira. Ni vitu ambavyo viko nje ya uwezo wetu. Si ndio jamani? Yaani hauwezi ukachagua mimi nitavuta hewa ya hapa tu. Hii ni safi, ya hapa sio safi. Haiwezekani. Lakini kuna vitu ambavyo vipo ndani ya uwezo wetu. Kwa kadri unavyozidi kujikusanyia visababishi ambavyo vinaongeza hatari, ndivyo ambavyo unaweza ukapata ugonjwa kirahisi. Lakini kadri ambavyo unajitahidi, kwa mfano unakula vizuri, unafanya mazoezi, unalala vizuri, unaongeza uwezo wako wa mwili kujikinga. Kwa hiyo hata yale mambo ambayo huwezi ukayazuia, mwili unakuwa tayari una uwezo wa kujikinga. Na hivyo Mwenyezi Mungu anakupatia pia kipawa, kwa sababu umefanya kazi yako, umefanya kwa sehemu yako kila ambacho ameelekeza tufanye.